Habari za wakati huu Mwanabaharia TV. Karibu tuendelee kuzitazama zile taarifa ambazo tuko nazo. Waziri Mkuu ameagiza halmashauri ya Mufindi kuhakikisha inawalipa wananchi madai yao ambayo yamekuwa yakisubiri kwa muda mrefu bila mafanikio. Agizo hilo limetolewa baada ya kubainika kuwepo kwa ucheleweshaji usio na sababu za msingi, hali inayosababisha malalamiko miongoni mwa wananchi. Serikali imesisitiza kuwa haki za wananchi lazima zilindwe, madai yao yashughulikiwe haraka ili kurejesha imani kwa mamlaka za mitaa. Nachukia sana unyang'anyi wa haki za watu, unyang'anyi wa rejareja, kuzoea shida ya watu, akilia wewe unaona anaimba, inaudhi. Upo utaratibu, na wengine ni wa serikali, wengine wa sekta binafsi. Vijana wetu wanafanya kazi halafu malipo yao hawapewi. Haya, Ibantu Group tunadai halmashauri ya wilaya ya Mufindi tulifyatua tofali 15,000 mwaka 2022. Mkurugenzi yuko wapi? Hebu sogea kwenye maiki. Hizi tofali mlipokea mkupokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kikundi tuliwapa kazi ya kufyatua tofali. Mlipokea tofali hizo? Tofali walianza kufyatua, kabla hajamaliza walifanya ubadhirifu wa kuiba simenti. Mwenyekiti na wasaidizi wake wakikimbia. Baada ya hapo hawakurudi tena. Mpaka hii siku ya leo umekuja mheshimiwa, naona analeta lalamiko. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto yao ni hiyo. Walifyatua tofali au kufyatua? Walifyatua. Tofali mlichukua mkuchukua? Hizo chache walianza nazo tulizichukua. Zilikuwa ngapi? Hebu huyu aliyeandika hii hebu aje atuambie. Asante Mheshimiwa Waziri kwa uaminifu mkubwa kabisa. Tofali tulifyatua na usimamizi wa injinia tukakabidhi kazi kwa uaminifu mkubwa, na ambayo tulifyatua tofali 15,600. Tofali moja wakatuambia kwa mujibu wa mkataba ni wananua 250, ambayo tukizidisha tunapata 3,900,000. Lakini mheshimiwa, kutoka 2022 mpaka sasa hatujalipwa hela yoyote. Sisi kama wanakikundi, kwa unyonge wetu, majonzi yetu na simanzi tunalia moyoni. Hivyo tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu wa nchi hii utusaidie. Kuna huyu Christopher Mwangoka kutolipwa fedha ya ujenzi. Alijenga vyoo na matundu 10 Kibengu Sekondari tangu mwaka 2024 hajalipwa fedha yake milioni 1.5. Unalitambua hili? Mheshimiwa, nalitambua. Ni kweli huyo fundi tulimpa mkataba wa kujenga vyoo matundu 10 na kujenga kichomea taka, na alianza kazi. Tumemlipa kazi, ilikuwa na mkataba wa milioni 6, tukamlipa milioni 4,500,000, ikabakiwa milioni 1,500,000. Ile kazi ya kujenga kichomea taka hajamaliza, hajaanza. Mheshimiwa Waziri akifanya tutamlipa. Huyu injinia aliyepo, hebu atuambie hizi tofali. Injinia Saidi. Na huyu Christopher, hebu sogea. Christopher yuko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, injinia wangu yupo kwenye kituo cha pili kama hiki cha mkutano hapa, hayupo. Kwa siko naye. Mkurugenzi, hizo kwenye taarifa zako hizo tofali zilipokelewa au zikupokelewa? Tofali zilipokelewa. Sasa kwa nini hamjawalipa? Kama tofali zilipokelewa, kwa nini hamjawalipa? Kama nilivyosema jibu langu, kama waliiba mifuko, kwa nini hamjawakamata? Mwenyekiti wao na katibu wao alikimbia. Yes, ndio serikali. Ndio. Hawa tofali mmepokea mwenyekiti na kwa hiyo kazi yote waliofanya mmelipana kwa mifuko mingapi? Mheshimiwa, hawakurudi, na sisi tuko tayari kuwalipa, tutawalipa. Haya, tuko tayari kuwalipa. Ita timu yako yote ya wataalamu wako wa halmashauri na mkuu wa wilaya, na wewe ita wako, piteni huko mwalipe sasa hivi kabla sijatoka hapa. Changizeni hapo, walipeni. Nendeni hapo mwalipe. Wewe tuambie bwana, wanasema bado unadaiwa kichomea taka. Likoje hilo?
Ni kweli nadaiwa kichomea taka, lakini tulipokuwa tunafanya ule mradi yale material yaliisha, tuligaili nondo ya milimita 8. Nikawaomba, jamani, nadai milioni 1,500,000. Sasa naomba ninunue hizi nondo milimita 2 nimalizie hicho kichomea taka ili langu nipewe. Wakasema, kama wewe loko fundi uruhusu kununua material ya serikali. Nikasema, naombeni jamani, mimi nadai hela nyingi mno, naomba ninunue hizi nondo milimita 8, rola 2 ni elfu. Haya, nenda na wewe wakulipe hiyo milioni 1.5. Nenda hapo wakulipe. Nenda hapo nyuma wakulipe. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.